Darasa la Kiswahili. Leo tutajifunza mada inayohusu fasihi kwa ujumla, na nianze na dhana ya fasihi ni nini. Fasihi tunasema ni sanaa itumiayo lugha, ni sanaa itumiayo lugha kufikisha ujumbe kwa hadhira kwa njia ya masimulizi au maandishi. Ni sanaa itumiayo lugha kufikisha ujumbe kwa hadhira kwa njia ya masimulizi ya mdomo au maandishi. Je, tuna aina ngapi za fasihi? Ili kuainisha fasihi ni vyema kuzingatia vigezo vikuu viwili. Vigezo hivi ni kigezo cha uwasilishaji, kigezo cha uwasilishaji wa fasihi yenyewe, ambapo kigezo cha pili ni kigezo cha maandalizi ya kazi hiyo ya fasihi. Tukianza na kigezo cha uwasilishaji, kigezo hiki kinatupa aina za fasihi ambazo tumezizoea sana: fasihi simulizi na fasihi andishi. Na nasema fasihi simulizi ni fasihi inayowasilishwa kwa masimulizi ya mdomo, huwakutanisha ana kwa ana fanani na hadhira. Lakini fasihi andishi ni fasihi inayowasilishwa kwa njia ya maandishi, na hii haiwakutanishi fanani na hadhira. Lengo la mada yangu ya leo hasa ni kujikita katika kigezo cha pili cha aina za fasihi, ambacho ni kigezo cha maandalizi. Na katika kigezo hiki tunapata aina mbili. Aina hizi ni fasihi ya Kiswahili na fasihi kwa Kiswahili. Na hapa tutaangalia zaidi tofauti kati ya fasihi ya Kiswahili, fasihi ya Kiswahili na fasihi kwa Kiswahili. Fasihi ya Kiswahili na fasihi kwa lugha ya Kiswahili zinatofautiana vipi? Na ili kuzielewa vyema aina hizi za fasihi, ni muhimu basi tukajikita kwanza kwenye kufahamu dhana hizi mbili. Yaani, tukianza na fasihi ya Kiswahili. Fasihi ya Kiswahili, kwa mujibu wa Profesa Sengo na Kiango, Sengo na Kiango, wao wanaeleza wazi kwamba fasihi ya Kiswahili ni fasihi iliyoandaliwa na Mswahili kwa kutumia lugha ya Kiswahili kuwahusu Waswahili au jamii nyingine yoyote. Ili iitwe fasihi ya Kiswahili, ni lazima iwe imeandaliwa na Mswahili kuwahusu Waswahili. Na hebu tupumzike, na baada ya muda tutaendelea na sehemu ya pili inayofafanua zaidi kuhusu dhana hii ya fasihi ya Kiswahili kwa kina.